Unasikiliza makala ya Hii ni Hali Halisi. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Karibu tena katika makala ambazo umezoea kuzipata hapa katika channel yako ya Baba Sam the King Tanzania TV channel. Na hii makala inaitwa Hali Halisi. Hii ni makala ya hali halisi ambayo tunaenda kuzungumzia namna jinsi ambavyo watu wenye ulemavu wa macho ambavyo wameonyesha moyo wa kwanza kusaidiana. Tumeona namna jinsi ambavyo Bwana Deogratias Elias Naali ambavyo alijipanga moja kwa moja, hatimaye akaanzisha shindano la ma-DJ ambao shindano la ma-DJ wasioona, na hatimaye ilifanikiwa, na hatimaye kwenye tuzo zao waliweza kuzipata. Lakini kabla hatujafika mbele, unaweza kutumia namba zifuatazo: 07 52 73 25 15 07 52 73 25 15. Kama endapo wewe utakuwa umeona makala mbalimbali ambazo zinaendelea katika chaneli hii, au umeona simulizi ambazo zinaendelea kutolewa katika kituo hiki kinaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, unaweza ukasubscribe, pia ukaendelea kufuatilia, ukawa wa kwanza kabisa kupata makala mbalimbali pamoja na simulizi zinazoendelea katika kituo hiki. Ninakusihi msikilizaji, usiache kusubscribe, usiache kushare, kucomment ili tuweze kupata maoni yako. Naam. Baada ya mambo yote kama hayo, tunaenda kuangalia watu ambao wenye ulemavu wa macho wamejizatiti kwa kuendelea kusaidiana hapa na pale, wakiwa wanaanzisha mambo mbalimbali ili kuweza kuvutia jamii iweze kuwatambua kwamba hata wao wanapendana. Na kitu ambacho kilichokuja kutokea, Deogratias Elias Naali alianzisha kuleta shindano la ma-DJ wasioona. Pia kitu kingine ambacho anaweza kupongezwa, Bwana DJ Sharif aliamua namna jinsi ambavyo yeye alivyojifunza u-DJ, akaamua kufundisha na wenzake. Wengine ni walimu lakini ni ma-DJ, wengine wanafanya mambo mengine lakini ni ma-DJ. Hawakusomea journalism and mass communication, lakini wanaendelea kufanya u-DJ kutokana na mafunzo ya mwenzao ambaye alisomea, na hatimaye akaamua kuanza kuwafundisha. Hilo ni jambo moja zuri sana na linapendeza katika jamii. Na hapo hapo dada Upendo Alphonse Mligo akaamua kuleta kundi la watoto wa wasioona, ili kama endapo kunapatikana mtoto ambaye ni mtu mwenye ulemavu hasa wa macho, akashindwa kupata shule ya kwenda kusoma, Manake dada huyu anachokifanya
kuweza kuwa coordinator wa kuweza kumconnect yule mtoto kuweza kupata shule na mambo mengine kama hayo. Na hata kama ikitokea misiba, huwa wanasaidizana kwa kuweza kuchangiana, au kama kuna harusi, manake kuna kundi ambalo linaitwa Super Energy Tanzania ambalo limeanzishwa na Sharifu Mwirandi Pinda. Hilo ndilo ambalo wana kanuni za kuweza kuchangiana katika mambo mazima ya kindoa, au kama kuna msiba umetokea. Lakini hasa katika misiba unakuta makundi karibia yote yanachangiana. Majuzi kati kuna mwalimu naitwa Mwalimu Bahati Ngeniuko alipata shida ya kufiwa na mama yake mzazi. Hapo ndipo Bwana Lazaro Baraka aliamua kuanzisha mkeka kwa ajili ya kumfariji mwenzao. Lakini pia kuna mwalimu mwingine alikuwa anaitwa Ibrahimu Bundara, na yeye alifariki. Familia yake kuna dada mmoja ambaye aliendesha mkeka ili waweze kumchangia waifariji hiyo familia. Unaweza ukaona watu wenye ulemavu namna jinsi ambavyo walivyo na upendo na wanavyoendelea kupendana. Hili ndilo ambalo tuliokuwa tunalihitaji kwa muda mrefu, kwa sababu tumekuwa tukisikia taarifa mbalimbali zikitoka kwamba watu wenye ulemavu huwa hawapendani. Lakini kwa mambo yote haya ambayo yamejitokeza, huu ni upendo wa kipekee. Sasa twende tukamsikilize Mwalimu Bahati Ngeniuko akitoa shukrani zake kwa wale ambao walimchangia rambirambi kwa ajili ya kumfariji kufiwa na mama yake. Karibu sana. Unasikiliza makala ya Hii ni Hali Halisi. Ndugu zangu walimu pamoja na wasioona wote Tanzania, ninawashukuru sana kwa umoja wenu na mshikamano wenu mlionitendea katika kipindi hiki cha msiba wa mama yangu. Kwa kweli nguvu yenu ya umoja nimeiona. Sina cha zaidi ya kusema zaidi ya kuwabariki na kuwatakia baraka za Bwana, na Mungu akazidi sana kuwabariki katika haya yote mlionitendea. Nami ninajihisi na kujiona kwamba ni mwenye deni kutokana na mambo makubwa mlionitendea ambayo sikuyategemea kwamba ningeweza kufanyiwa kwa kiasi hiki. Nimeona wengine hata kufahamu siwafahamu, hata kwa majina nimeona tu hapa, lakini wamejitolea kwa chochote walichokuwa nacho. Mungu alichowabariki kunichangia mtu kama mimi ambaye huenda hata kunifahamu hawanifahamu nami siwafahamu, lakini niseme tu nguvu ya Mungu na uwepo wa Mungu ndio uliowagusa mpaka wakaweza kutenda jambo hili. Nami ninakiri kupokea kiasi hiki cha shilingi 266,500 kutoka kwenu wapendwa ambao mmenipa sapoti hii katika faraja ya msiba wa mama yangu. Basi sina cha zaidi ya kusema, zaidi ya kuwatakia baraka za Mungu. Pia kipekee namshukuru na kumpongeza Bwana Lazaro Nziku ambaye ndiye mwenyekiti wangu wa mkoa wa Iringa TRB kwa kusimamia swala hili kwa kujitolea. Kwa kweli kwa moyo wake Mungu kazidi kumbariki. Licha ya shutuma ambazo amezipata, lakini hakuweza kukata tamaa.
amejitolea mpaka akahakikisha swala hili linakamilika. Sina cha kusema zaidi kwa kweli, zaidi ya kuwabariki na kuwatakia baraka za Mungu. Mungu awabariki sana. Basi nami nakiri popote litakapotokea swala lingine, sita kuchangia chochote nitakachojaliwa. Basi Mungu awabariki sana sana. Amen. Unasikiliza makala ya Hii ni Hali Halisi. Naam, mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa makala hii ya Hali Halisi, nadhani umeweza kumsikiliza vizuri kabisa Mwalimu Bahati Ngeniuko akiwa anatoa shukurani zake kwa watu wenye ulemavu wa macho kuweza kumchangia moja kwa moja. Tukiachana na Upendo Alphonse Mligo, tukaachana na DJ Sharif ambaye ni Sharif Mwirandi Pinda ambaye ametengeneza kundi la Super Energy Tanzania pamoja na kuwafundisha watu wenye ulemavu wenzake kuwa ma-DJ. Tukiachana na hilo, lakini Bwana Deogratius Elias Nahari ndiye ambaye aliyetengeneza kundi ambalo linaitwa Accessible Music Faculty, ambalo hilo ndipo ambapo unaweza, kama endapo ukiwa na nyimbo zako, wewe ni mtu mwenye ulemavu wa macho, unapeleka katika chaneli hii, katika kundi hilo, ili moja kwa moja waweze kuzisikiliza, na kama endapo umeshaweka kwenye chaneli yako, moja kwa moja ziweze kusikika. Manake unawapelekea ili waweze kuzisikiliza na hatimaye waweze kutoa komenti yao juu ya kile kitu ambacho umekitengeneza. Baada ya mambo yote hayo, tukiachana na Deogratius Elias Nahari, tukaachana pia na Sharifu Mwirandi Pinda, mzee wa mambo mengi. Kwa kweli Mwenyezi Mungu awabariki hawa watu kwa namna jinsi ambavyo wameweza kuiaminisha jamii kwamba hata wao wana uwezo wa kusaidiana. Lakini ukiachana pia na dada Upendo Alphonse Mligo, maanake hata kama ukija kwa Baba Sam the King ambaye anamiliki Baba Sam the King Tanzania TV channel hii ambayo inaruka makala hii, na yeye kuna kitu ambacho amekitengeneza. Tumsikilize namna jinsi ambavyo anakizungumzia kitu hicho. Unasikiliza makala ya Hii ni Hali Halisi. Nimekuwa nikiwaambia watu wenye ulemavu wa macho kwamba kutokana na kwamba mimi tayari nimeshakuwa na channel yangu ya Baba Sam the King Tanzania TV channel, kama endapo kuna mmoja wao ambaye yupo ana kipaji, lakini huenda ni kipaji cha kuweza kutunga mashairi au ni kipaji cha kuimba, lakini nyimbo hajaweza kuziweka sehemu yoyote ile, lakini anatamani aweze kuweka sehemu yoyote ile ili na yeye aweze kufahamika na watu waweze kumtafuta. Kutokana na kwamba channel yangu bado ni changa, lakini tayari imeshakuwa na wafuasi, nikasema yoyote yule ambaye atakayeona ni vyema zaidi anaweza, kama endapo ni muimba mashairi, ana uwezo wa kutunga mashairi na kuimba, nikasema ikiwezekana anaweza kajishutie mwenyewe video kwa kutumia simu yake, hatimaye akawa nasoma shairi na kuimba, au kama amekariri akawa anaimba lile shairi, baadaye anitumie video yake, mimi nitaiedit moja kwa moja na kuingiza
katika Baba Sam the King Tanzania TV channel ili niweze kusaidia watu wenye ulemavu wenzangu. Kuna mtu anaweza kamuona kutokana na kwamba iko public na hatimaye akawa ni mtu mkubwa kutokana na kipaji chake na hatimaye akaweza kumsaidia, lakini akawa amepitia kwangu na mimi nikaingiza baraka za Mungu zikawa juu yangu. Hiyo ni moja. Lakini nikasema kama endapo yupo mtu ambaye aliimba nyimbo lakini hajawahi kuziweka mtandaoni, anatamani kuziweka mtandaoni lakini ule uwezo bado hajawa nao, nikasema kama endapo anazo, ananitumia kwenye WhatsApp huo wimbo wake kwa njia document unaitwaje, na hatimaye ananitumia na picha yake. Baada ya kunitumia picha yake, moja kwa moja mimi nitaiedit huo wimbo, nitaweka audio to video na hatimaye nitau-upload kwenye channel yangu ya Baba Sam the King Tanzania TV channel ili aweze kusikilizwa, na kama nitahitaji niweke na namba zake nitaziweka kwa ajili ya wadau waweze kumtafuta. Kuna mtu anaweza kawa napitia na hatimaye akakutana na hiyo audio yake na akaisikiliza akiwa naangalia na picha yake ambaye ipo pale. Moja kwa moja anaweza kumtafuta akawa amefanikiwa kupitia mimi na mimi nikaingiza baraka za Mungu zikawa juu yangu. Hicho ndicho ambacho nilichosema. Watu wote wenye ulemavu mnakaribishwa kama endapo mna nyimbo, mna mashairi, mnaweza hata kutengeneza makala mbalimbali, mfano kama za mafunzo ya ndoa. Unataka kuwafundisha mwanamke na mwanaume, wewe ukitaka kuwa mke mzuri fanya hiki na hiki na hiki, ukiwa mume mzuri fanya hiki na hiki. Jishuti video ukiwa unafundisha wewe mwenyewe uonekane, au nitumie audio ambayo umejirekodi na picha yako. Moja kwa moja mimi nitatengeneza utaalamu wangu, moja kwa moja nitaingiza kwenye channel yangu ya Baba Sam the King Tanzania TV channel. Na pia ukihitaji namba zako unaweza ukazirekodi ukaweka, au kama haukuzirekodi ukaniambia mimi mwenyewe nikaziweka namba zako ili jamii ione hizo namba zako za simu pamoja na hiyo audio na namna jinsi unavyofundisha. Ukajikuta uko kwenye media kubwa na unaenda kufundisha na wanakuona tayari kwa kupitia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Hili nimekuwa nikilizungumza na mpaka sasa nafasi ziko wazi, na hizi nafasi hazitafungwa kwa mtu yoyote yule atakayehitaji. Manake anaweza moja kwa moja akanitumia hivyo vitu nikavifanyia kazi ili na yeye aweze kuonekana public mtandaoni, ili mtu yoyote akiona kipaji chake ni kikubwa anaweza kumfuatilia. Na pia ninaweza nikaongea na waandishi wa habari wa media ambazo ninazifahamu, ambao tayari sisi ni marafiki, nikawatumia pia kazi yake ili waweze kuisikiliza na hatimaye au waweze kuiona, na hatimaye wao wanaweza either wakamuita kwenye vituo vyao vya radio, au akawa na rekodi na hatimaye akawa na watumia akaingiza chochote. Kwa hiyo hii ni fursa. Watu wenye ulemavu bado naendelea kuambia msipoteze hii fursa. Endeleeni kuwa na mimi na endeleeni kuwa na Brother Deo Elias Naali kutokana na Accessible Music Faculty aliyoianzisha, na pia endeleeni kuwa na Sharifu Mwilandi Pinda kwa kuanzisha kufundisha watu wenye ulemavu, kuwafundisha uDJ, kwa sababu ukiwa DJ mkubwa utaenda huko na hatimaye unaweza kutusua fedha kutokana na kwamba utakuwa unakodiwa, na hatimaye wakikukodi wewe ukienda kuwapigia pale nyimbo zao wanazozitaka katika sherehe hiyo, wewe unaingiza fedha. Pia wale ambao wameanzisha makundi yote sogozi ya watu wenye ulemavu lakini ambayo wanasaidiana, basi niwashukuru sana, kwani tuko pamoja na mimi Baba Sam the King niko nao pamoja, na tutaendelea kushirikiana popote pale ambapo watakapokuwa wanahitaji msaada wangu. Niko tayari kuutoa kwa ule msaada ambao mimi nitakao uweza, manake niko tayari kushiriki na nitautoa. Kwa hiyo ndugu zangu,
inabidi tujipongeze. Brother Deogratius Elias Naali, Brother Sharifu Mwirandi Pinda, dada Upendo Alphonse Muligo, wote ambao tunaanzisha vitu ambavyo ni vya maana, na wengine wote ambao sijajua kwamba walianzisha vipi na walianzisha vipi kutokana na data ambao mimi nimeikusanya imeishia hapo, lakini ni wengi ambao mnatamani kusaidia watu wenye ulemavu wenzenu. Huu ndio upendo, na hata serikali ikiona tunapendana basi na yenyewe itatupenda zaidi. Pia Sharifu Mwirandi Pinda, licha ya kuwafundisha watu wenye ulemavu kuwa na ujuaji wa udj au uwezo, kwanza kuwafundisha elimu ya udj, licha ya hivyo lakini bado akaja kutengeneza taasisi ambayo itakayoitwa SUET, yani Super Energy Tanzania, ambayo pia malengo yake ni hayo hayo, kuwasaidia watu wenye ulemavu. Unaweza ukaona watu tunapambana kwa kila hali, uwezo tulionao ili tuweze kuwapatia na wenzetu. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho naweza nikawaambia, wasidirei watu wenye ulemavu, wala wasije wakakipoteza. Hili ni jambo moja kubwa, na hatimaye muwe nasi tukiwa tunawapatia fursa, basi mzikimbilie, kwa sababu sisi tuna nia ya kuweza kuwasaidia ninyi ambao bado hamjafikia level tulizo nazo. Kwa hiyo ni hayo tu. Unasikiliza makala ya Hii ni Hali Halisi. Naam, baada ya kumsikia Baba Sam the King akiwa anazungumza kuhusiana na hayo ambayo amejipanga kuwasaidia watu wenye ulemavu wenzao, hapa ndipo tunafika mwisho wa makala yetu. Hii ni makala ya Hali Halisi ambayo imeongozwa nami Diana Onesmo, ambayo moja kwa moja umeweza kuisikia kutoka hapa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Ni kuage niseme kwa heri ya kuonana, lakini kwa maoni na ushauri unaweza kutumia namba zifuatazo weza kumpata Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri 07 52 73 25 15 07 52 73 25 15. Kama pia umeziona makala hizi za Hii ni Hali Halisi pamoja na makala nyingine na simulizi katika kituo hiki, ujue kabisa kinaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Unaweza ukasubscribe, pia ukacomment, ukalike na ukashare. Komenti zako ni muhimu mpenzi mtazamaji, ili tuweze kupata namna jinsi ambavyo wewe unachokitaka tukiboreshe katika kila makala na katika kila simulizi. Kwa hiyo ni wewe unatakiwa kutupa maoni yako, ili tuweze kujua tunaweza kuyapata namna gani na tunaweza kuyatengeneza namna gani, na hatimaye tuweze kuboresha kituo chetu cha Baba Sam the King Tanzania TV channel. Na ukisubscribe utakuwa wa kwanza kuzipata makala hizi na nyingine mbali pamoja na simulizi pia. baada ya maneno kama hayo, niseme mimi ni Diana Onesmo, nikutakia wakati mwema, usikilizaji, utazamaji mwema wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Niseme kwa heri, asante kwa kunisikiliza. Alamsiki. Unasikiliza makala ya Hii ni Hali Halisi.